Timu yetu ya taifa Taifa Stars inataraji, wachezaji wanataraji kuanza kuripoti kambini kesho kwa maana ya Jumapili saa 11 za jioni tayari kwa kambi ya kuelekea kwenye FIFA Series 2026 ambayo tunacheza pale Rwanda. Kwa hiyo wachezaji wote ambao wamejumuishwa kikosini kwa maana wachezaji 25 wataanza kuripoti kesho, kama ambavyo tunafahamu kwamba bado timu zinakabiliwa na michezo ya ligi. Kwa hiyo baada ya michezo hiyo basi ndio wataanza kuripoti, na ndio maana imewekwa hiyo saa 11 za jioni, japokuwa bado kuna michezo mingine inachezwa kesho. Kwa wale ambao watakuwa wanacheza hiyo kesho, maana yake ni kwamba baada ya michezo yao basi watajiunga moja kwa moja na kambi, na Jumatatu tutakuwa na session ya mazoezi. Lakini Jumatatu hiyo hiyo pia baada ya mazoezi tutakuwa na session na waandishi wa habari. Tunafanya media open kwa ajili ya waandishi wa habari kuzungumza na wachezaji, benchi la ufundi wakiwa tayari wamekwisha anza hiyo kambi sasa ya kuelekea kwenye FIFA Series ya 2026. Wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania wapo ambao tayari wameanza kuwasili hapa Tanzania, manake wataingia moja kwa moja kambini, na wengine wanataraji kuingia tarehe 23 kuripoti kambini, na baada ya hapo kikosi kinataraji kuondoka tarehe 24 kuelekea Kigali, Rwanda kwa ajili ya mashindano hayo ya FIFA Series ya 2026. Na Bwana Ali Samatta akiacha nje ya kikosi, je, mpango huu ni mkakati kwa ajili ya kuunda timu kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027? Sasa hili ni la kiufundi zaidi ambalo kocha of course anaweza akazungumzia zaidi, kwa sababu kocha ndo anayeita kikosi na yeye ndo anajua kwamba kwa nini amemuita fulani, kwa nini hakumuita fulani, japokuwa aliweka wazi baadhi ya vigezo ambavyo vinatumika kuweza kuita wachezaji wa timu ya taifa, lakini pia aliweka wazi kwamba wapo baadhi ya wachezaji ambao wanafahamika vizuri, kwa hiyo ni kama wanapumzishwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mambo mengine yote ya kiufundi kocha Miguel Gamondi anaweza akazungumza kwa undani zaidi. Ya maandalizi kama ambavyo nimesema kwamba wachezaji wanaanza kuripoti kambini kesho. Kwa hiyo wanaporipoti kambini, maana yake maandalizi yanaanza kuelekea kwenye hiyo FIFA Series. Lakini FIFA Series ni michezo ya kirafiki, lakini michezo ya kirafiki ambayo unakutana na timu ambazo zinatoka nje ya bara la Afrika, na yote ni kwa sababu ya kuendelea kusaidia kuona namna ambavyo timu zinaweza zikapata michezo mbalimbali ya kucheza na timu za kutoka kwenye maeneo mengine nje na eneo ambalo tunasema kwamba wamelizoea. Kwa hiyo unaona kwamba mfano kwenye kundi letu tupo timu 4, lakini katika timu zote 4 maana yake timu ya kutoka Afrika ni Tanzania peke yake. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo tunakwenda kupata michezo ambayo inatupa testi ya kutoka kwenye mabara mengine pia vile vile. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na unapokuwa kwenye FIFA Series manake unayo nafasi ya kucheza michezo miwili, kwa maana ya mchezo wa kwanza ambao tunacheza dhidi ya Liechtenstein, na baada ya mchezo huo manake ni kwamba matokeo yoyote ambayo tutayapata, manake tukishinda tutacheza na mshindi wa mchezo mwingine, lakini pia tukipoteza tutacheza na yule aliyepoteza katika ule mchezo mwingine. Kwa hiyo utaona ni mashindano ambayo yanakupa nafasi ya kuweza kupata michezo tofauti na pale ambapo umepazoea, lakini kupata pia mchezo zaidi ya mmoja. Okay, kuna mmoja ambaye alikuwa anazungumza na wadau kuhusiana na kuwalinda wachezaji ambao mara nyingi wamekuwa wakionekana kwenye timu za taifa. Mara nyingi wanaonekana wakienda kucheza kama hizi mechi za dabi, wanakamiana sana kiasi kwamba wachezaji wengine wanapata majeraha, wanashindwa kutumikia vizuri timu ya taifa. Kwa mfano Dickson Job ambaye sasa hivi yuko nje, pengine anaweza kukosa mashindano kadhaa na baadaye anahitajika kwenye timu ya taifa. Nini wito kwa timu ya taifa, amini shirikisho la soka Tanzania kwa ajili ya kuwalinda wachezaji ambao wamekuwa wakitumikia timu ya taifa? Of course unapozungumzia timu ya taifa maana yake unazungumzia timu ambayo kila mmoja ni ya kwake. Maana yake timu ya taifa haina mtu mmoja, timu ya taifa si ya mtu, timu ya taifa ni ya kila mchezaji. Maana yake ni kwamba kulingana na vigezo ambavyo kocha Miguel Gamondi alivitaja vya kuita wachezaji, maana yake ni kwamba ndivyo ambavyo vinatumika. Kwa hiyo unaweza kukosa wakati huu kwa sababu fulani, unaweza ukaitwa katika wakati fulani. Mfano kama sasa hivi unaona kuna baadhi ya wachezaji hawapo kwenye kikosi lakini kwa sababu ya majeruhi, lakini wapo ambao wameitwa
hawakuwepo kwenye kikosi kilichopita. Kwa hiyo ndivyo ambavyo timu ya taifa inavyokuwa. Ukija kwenye upande mwingine huo wa kwamba kukamiana na nini kwenye maeneo mengine ya ligi, nisingependa kuzungumza sana, kwa sababu tunazungumzia timu ya taifa ambayo ni timu ya kila mmoja. Wa kiume Serengeti Boys na pia ipo kambini, pengine maendeleo yao yakoje? Ni kweli kwamba tuna mchezo wa kufuzu kombe la dunia kwa wanawake under 17 na tayari kikosi chetu cha under 17 kwa maana ya Serengeti Girls kipo kambini Kigamboni, Dar es Salaam, wakiendelea na maandalizi kwa ajili ya kuelekea mchezo dhidi ya Botswana. Kikosi kinaendelea vizuri na maandalizi yake kuelekea kwenye mchezo huo. Ni mchezo ambao tunataka tuhakikisha kwamba tunafanya vizuri ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuikata tiketi ya kucheza kombe la dunia. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Serengeti Girls tayari imeshawahi kufuzu kucheza kombe la dunia under 17 kule India. Kwa hiyo bado tunayo nafasi ya kuweza kufanya vizuri kuhakikisha tunaendelea kuzipata nafasi hizi. Lakini pia vile kwa kikosi chetu kingine cha Serengeti Boys, wao wapo kambini Misri, nao pia vile wakiwa wanajiandaa kwa AFCON. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kambi hii ya pale Misri inaweza kukisaidia kikosi hichi kujiandaa vizuri zaidi, na tukiwa pale Misri tumekuwa tunacheza mechi za kirafiki kukipima nguvu kikosi, kufanya maboresho wapi ambako kuna mapungufu, wapi ambako benchi la ufundi liweze kuongeza. Kwa hiyo tunaamini kwamba kambi hii ya pale Misri itakisaidia kikosi chetu cha Serengeti Boys kufanya vizuri kwenye AFCON.